Yes bwana, inakuaje? Mimi ni Jab Soleh, hapa ni LB Media. Kipindi ni Sport Edition, na leo tunakwenda kuangalia kuhusiana na michezo ya UEFA Champions League. Kumbuka hapo jana kulikuwa na mchezo wa nusu finali ya kwanza, mchezo kati ya PSG dhidi ya Bayern Munich, lakini leo hii kutakuwa na mchezo wa nusu finali ya pili kati ya Atletico Madrid dhidi ya Arsenal. Mchezo hapo jana ulitoa magoli mengi sana, magoli 9 yalipatikana katika mchezo huo. Kwa upande wa PSG walifunga magoli 5, lakini kwa upande wa Bayern Munich walifunga magoli 4, miongoni mwa nusu finali ambazo zilikuwa na matokeo ya kusajabisha, kwa sababu wengi walikuwa waamini kama inaweza kutoa na idadi ya magoli kama yale yametoa. So wengi wanaamini kwamba nusu finali kati ya PSG dhidi ya Bayern Munich ni miongoni mwa nusu finali ambazo ni kubwa na nikali, lakini pia zimeonyesha ushindani wa hali ya juu. Zimeonyesha kwamba timu hizi mbili zimekuwa na wakati mzuri sana katika mashindano ya kimataifa. Ikumbuke Bayern Munich tayari ashatangazwa bingwa wa ligi ya Bundesliga, lakini kwa upande wa PSG anaongoza ligi 1. Timu hizi zimekutana timu mbili ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi zake. Katika mchezo huo kulikuwa na wachezaji ambao wapo katika high performance hadi hivi sasa na wanaonyesha wana kiwango kikubwa sana na wanaweza wakawa pia Ballon d'Or winner. Namzungumzia mtu kama Olise, lakini pia kama Dembele kwa upande wa PSG. So wote waliscore katika mchezo huo. Olise alifunga goli, lakini pia Ousmane Dembele pia alifunga goli. Lakini kwa upande wa PSG kiwango kikubwa cha Kivicha kimekuwa kikiendelea mara kwa mara. Of course jana pia alionyesha kwamba yeye ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana. Upande wa eneo la katikati Bato, kwa upande wa PSG Vitinha, lakini pia kwa upande wa FC Bayern Munich Kimmich alionyesha kwamba wanastahili kuwa miongoni mwa viungo wazuri katika eneo la katikati. Lakini pia katika mchezo huo pia ni tulishuhudia mbinu nyingi, lakini pia kasi kubwa sana ambapo ilikuwa imeonekana katika mchezo huo kupitia mbinu ya makocha wawili. Namzungumzia Vincent Kompany kwa upande wa Bayern Munich, lakini pia Hussein Link ni miongoni mwa makocha ambao wamekuja na mbinu mpya sana. Lakini moja ya kauli ambayo aliongea jana Luka Modric baada ya kumalizika kwa mpira alivyojua na waandishi habari, alisema kwamba alijaribu sana kuwauzia Diaz pamoja na Harry Kane na Olise, lakini hakujua jinsi gani ameweza kuifunga au kuscore dhidi ya PSG. Inaonyesha kabisa kwamba utatu wa Bayern Munich umekuwa na kiwango bora zaidi. Watu wengi wanangojea mechi ya pili, nazungumzia second leg ambayo itakwenda kupigwa katika uwanja wa Allianz Arena pale mjini Munich. Wanasubiria kuona itakuwa ni mchezo wa aina gani, kwa sababu tumeshuhudia moja nusu finali bora sana katika uwanja wa PSG ambapo ulichezwa hapo jana. Lakini leo hii kuna nusu finali ya pili kati ya Atletico Madrid dhidi ya Arsenal, mchezo ambao unakwenda kupigwa katika uwanja wa Liam Metropolitano. Na maanisha Atletico Madrid atakuwa nyumbani katika mchezo huo akimkaribisha Arsenal. Atletico alimtoa timu ya FC Barcelona katika hatua ya robo finali, lakini kwa upande wa Arsenal alimtoa Sporting Lisbon kwa hatua ya robo finali. Miongoni mwa hatua ambazo kwa upande wa Atletico Madrid ni hatua ngumu ambayo alikuwa ameipita zile FC Barcelona ambayo ina wachezaji wazuri kama Lamine Yamal, lakini pia ina Lewandowski, ina wachezaji wengine wakali ambao walikuwa katika kikosi, lakini timu ya Atletico Madrid iliweza kufanya vizuri na kuweza kuwatoa timu hiyo. So nusu finali ya pili ambayo pia inangojea kwa hamu sana, lakini japo inawezekana isiwe na ladha kubwa kama ladha ambayo tulipata katika mchezo dhidi ya PSG dhidi ya Bayern Munich kutokana na kile ambacho tulikuwa tukikiona uwanjani, lakini hatua nusu finali ni hatua kubwa. Tumisi kuna kitu kingine pia unaweza kukipata kama ladha inaweza tofauti, lakini sio kwa tofauti kwa siku kubwa, kwa sababu zote ni timu kubwa, lakini zote zinashindania katika mashindano makubwa. Nazungumzia mashindano ya UEFA Champions League. Hiyo ni ratiba ya UEFA Champions League ambayo inaendelea hivi sasa, hatua nusu finali. Tunangojea kwenda hatua finali. Finali itafanyika katika nchi Hungary. Mimi ni Jab Soleh, hapa ni LB Media. Kipindi ni Sport Edition. Tufollow katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na X, lakini pia YouTube kwa jina moja tu LB Media. Subscribe, lakini pia bonyeza alama kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hii.